Kuna mtu amesema tusije pale kesho, mtu tangazo lako vizuri watu wasikie. Kwa hiyo ngoja basi. Subiri basi. Tutaenda kwa waziri mkuu kwa sababu kila kitu tunacho. Tumechoka. Hizo ni sauti za wananchi pamoja na mkuu wa wilaya zikisikika mara baada ya wananchi hao kupinga uamuzi wa kiongozi huyo, na hapa baadhi ya wananchi hao wanaeleza maombi yao kwa serikali. Wananchi tumekuwa na kuto kumwamini kwa sababu mkuu wa wilaya alishakuja na agenda za kwanza, akatuletea watu akiwaambia wale watu wametaka maliziano na wananchi katika maeneo yote manne yaliyokuwa hapa Vikawe shule na Vikawe bondeni. Lakini yale maliziano tulivyokuwa tunakwenda katika ofisi zake, matokeo yake ya mwisho akatuambia wale watu wamefanyaje, wamekataa maliziano. Wakati tulikaa katika vikao vya katikati walikubali kulizia, tulipanda kwa shilingi ngapi? Shilingi 3000, na kila kitu kilikuwa kikosha kwenda sawa. Lakini matokeo ya mwisho kuja kaleta wapimaji wakaja kupima maeneo, kwa mwenyewe anasema amekuja kuyahakiki, lakini matokeo yake anakuja kusema wale maliziano yamefanyaje, yamekufa. Tuambia kwamba tutoe dokumenti zetu kwa usahihi. Usahihi huu wa kutusaidia, usahihi huu wa kutuumiza kama mara ya kwanza alivyokuja kutupimia alafu akapeleka kaenda kumpa huyu anayesema eneo la kwake. Mama Samia uliko, waziri mkuu, muhakikishe kwamba nyinyi mnachafuliwa na viongozi wenu wa chini. Hili jambo sisi tulikuwa tumekaa, tunalala, usingizi tunapika na watoto wetu tunakula bila wasiwasi. Mkuu wa wilaya ndo aliyekuja kutibua ili jipu. Kalipasua, usaa unavuja, anashindwa kulikamua. Ombi langu kubwa, huyu aliyekuja ni mkuu wetu wa wilaya. Yuko pale kwa ajili ya kutuwakilisha sisi wananchi, lakini kwenye swala hili tunaomba aje kiongozi mwingine tofauti na DC wetu. Tukae pamoja, maliziano wanaoishi hapo mpimiwe, serikali mpaka na bei ikapangwa. Kila mwananchi alipe shilingi 3000 square meter. Wananchi wakalizia juu ya hilo, lakini cha ajabu baada kupima maeneo yote akageuka tena kusema wenyewe sijui Ngololo sijui Juma nani hataki tena. Umeona? Kwa maana yeye alikuja kuchukua maeneo yale ili yupo yeye kabezi kwa bosi huyo anaitwa Ngololo. Awali mkuu wa wilaya Kibaha Bwana Nixon Simon akieleza kilichokwamisha utatuzi wa mgogoro huo kwa mara ya kwanza, amesema hili jambo sisi tulifanya tulikuwa tumeenda vizuri sana. Lakini upande wa pili wakajitoa, wakatoa sababu zao. Mmoja sababu yao alisema DC, sisi tunataka 3000 kwa mtu ambaye afanya nini? Amejenga. Bei ya huku kwingine bei ya soko. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo na nikaangalia hatuwezi kufikia mwisho, na wale wakatuandikia sheria kwamba sisi tumeiweka pande zote mbili tulijiambia jamaa sasa hivi endeni wapi? Amani. Mwenzetu akachukua sheria mikononi, yaliyotokea yametokea, yeye yupo sasa hivi amekabiliana na sheria. Licha ya mkutano huo kuchukua zaidi ya saa moja kwa wananchi kumgomea mkuu wa wilaya Bwana Nixon Simoni, haikumzuia kutoa kauli ya serikali. Hapa sijaja na swala la mgogoro kati ya Ngololo na wananchi. Nimesema hivi, serikali inafanya uchunguzi na uhakiki pale. Kwa katika uchunguzi, sehemu ya uchunguzi ni kutaka kujua hapa yuko nani na nani wa dokumenti gani. Unaelewana?